Taarifa mbaya na ya kushtua ya polisi kutoka Iringa imetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Jambo na karibu. Ni tukio linalotikisa imani ya jamii, tukio linalozua maswali mazito kuhusu mipaka ya mamlaka na haki ya maisha. Askari wa polisi aliyekabidhiwa jukumu la kulinda raia sasa amehukumiwa kifungo cha jela kwa kuhusika na kifo cha kijana mmoja mjini Iringa. Lakini je, haki imetendeka au huu ni mwanzo wa mjadala mpana zaidi? Katika Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, pazia limefungua juu ya kesi iliyovuta hisia za wengi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Sajenti Rogers Mari, askari wa kituo cha polisi Ipogolo, ametiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 2 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuua bila kukusudia. Hukumu hiyo imetolewa Machi tarehe 19 mwaka huu baada ya mahakama kupitia ushahidi wa kina kutoka pande zote mbili. Uamuzi huo umehitimisha safari ndefu ya kisheria iliyoanza kufuatia tukio la Disemba tarehe 14 mwaka 2024, siku ambayo maisha ya kijana Nahshon Kiyeyeu yalikatika ghafla. Kesi hii haikuwa ya kawaida, kwani ilibeba uzito wa mamlaka dhidi ya mwananchi. Ilibeba simulizi ya tuhuma za wizi zilizogeuka kuwa tukio la kifo. Kwa mujibu wa ushahidi uliowasilishwa mahakamani, mkondo wa tukio ulianza na taarifa kutoka kwa mwananchi aliyedai kupoteza simu yake, na taarifa hiyo ilimfikia askari husika ambaye alichukua hatua ya kumtafuta mtuhumiwa. Hatua hii ilionekana kuwa ya kawaida katika kazi za polisi, lakini kilichofuata ndicho kilichobadili mkondo mzima wa tukio hilo. Kijana Nahshon Kiyeyeu alipatikana. Badala ya kufikishwa katika mfumo rasmi wa kisheria, alikabiliwa na kipigo kikali, kipigo kilicholenga kumlazimisha kurejesha simu iliyodaiwa kuibiwa. Na katika mchakato huo nguvu ilitumika kupita kiasi. Mwili wa kijana huyo haukuhimili na alipoteza fahamu, na kutoka hapo hali yake ilianza kuzorota kwa kasi. Alikimbizwa katika hospitali binafsi ya matibabu ya awali, lakini juhudi za kumwokoa hazikutosha na hali ilizidi kuwa mbaya. Hatimaye alihamishiwa hospitali ya rufaa ya Iringa. Ndipo ukweli mchungu ulipothibitishwa kwamba kijana huyo hakuweza kuendelea kuishi, na kifo chake kiligeuka kuwa kesi ya jinai, kesi iliyolenga kubaini kama kilichotokea kilikuwa ajali au matumizi mabaya ya mamlaka. Na katika mchakato wa kusikiliza kesi, mashahidi 6 kutoka upande wa jamhuri waliwasilisha ushahidi wao, na upande wa utetezi nao uliwasilisha mashahidi 3, na kila upande ukijaribu kujenga hoja yake mbele ya mahakama. Ushahidi uliojitokeza uliweka wazi kuwa kipigo kilitolewa na kwamba madhara yake yalikuwa makubwa kiasi cha kusababisha kifo, na pia ilibainika kuwa hakukuwa na hatua yoyote ya kisheria iliyochukuliwa dhidi ya marehemu kuhusu tuhuma za wizi. Hakukuwa na jalada la kesi, hakukuwa na mchakato rasmi wa kumfikisha mahakamani. Hili lilizua swali kubwa: je, nguvu ilitumika badala ya sheria? Katika utetezi wake, mshtakiwa alikiri kumpiga kijana huyo, na sababu iliyotolewa ilikuwa ni mwenendo wa mawasiliano kati yao wakati wa mahojiano. Lakini hoja hiyo haikuweza kubadili mwelekeo wa ushahidi uliokuwepo. Mahakama ilijiridhisha kuwa kitendo hicho kilisababisha kifo, lakini haikuona ushahidi wa aina moja kwa moja ya kuua. Ndipo ilipotolewa hukumu ya kuua bila kukusudia, na kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu, kosa hilo linaangukia katika kifungo kinachohusu mauaji yasiyo na dhamira ya moja kwa moja, na hivyo adhabu iliyotolewa ilikuwa kifungo cha miaka 2 jela. Hukumu hii imezua mjadala mzito ndani ya familia ya marehemu na katika jamii pana. Baba mzazi wa Nahshon Kiyeyeu ameonyesha kutoridhishwa. Anaamini kuwa tukio hilo lilikuwa la bahati mbaya. Anaona kuwa kulikuwa na dhamira na kwamba haki haijatendeka kikamilifu. Kauli hii inakisi hisia za wengi, wale wanaoamini kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi yanapaswa kupewa uzito mkubwa zaidi katika mfumo wa haki.
Kwa upande mwingine, hukumu hiyo pia inaonekana kama ishara kwamba mfumo wa sheria unafanya kazi na kwamba hata wale walioko ndani ya vyombo vya dola wanaweza kuwajibishwa wanapovuka mipaka ya sheria. Lakini katika mitazamo hii miwili kuna ukweli unaohitaji kutazamwa kwa kina zaidi, kwani kesi hii inaibua mjadala mpana kuhusu mahusiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama, inaibua hoja kuhusu matumizi ya nguvu na mipaka ya mamlaka ya askari katika utekelezaji wa majukumu yao. Na katika jamii nyingi, polisi wanatarajiwa kulinda na kuhudumia, lakini pale ambapo nguvu inapotumika vibaya, taswira hiyo huanza kuporomoka. Tukio la Iringa linaingia katika orodha ya matukio yanayochochea mjadala huo. Linakumbusha umuhimu wa mafunzo ya haki za binadamu kwa vyombo vya usalama, linasisitiza haja ya uwajibikaji. Kwa upande wa siasa, matukio haya yanaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za dola, na kwa imani hiyo ni nguzo muhimu katika utulivu wa taifa. Serikali inapokabiliwa na matukio ya aina hii, hatua zake za baadaye huwa na uzito mkubwa, zinapimwa, zinachunguzwa na zinakuwa kipimo cha dhamira ya kulinda haki. Na kwa upande wa jamii, tukio hili linaacha maumivu. Familia imepoteza kijana, ndoto zimekatika na maswali yamebaki, lakini pia linaacha funzo kuhusu umuhimu wa kufuata sheria kwa raia na kwa wale wanaotekeleza sheria. Na katika mwelekeo wa baadaye, macho yanaelekezwa kwenye hatua zitakazofuata. Na je, kutakuwa na rufaa? Je, kutakuwa na mabadiliko ya sera au mafunzo ndani ya vyombo vya usalama? Na muhimu zaidi, je, matukio kama haya yatazuiwa vipi ili yasijirudie? Haya ni maswali ambayo majibu yake yataunda sura ya haki na usalama katika jamii. Na kesi ya Nation Kiyeyeo inaweza kuwa imefikia mwisho wake mahakamani, lakini mjadala wake bado unaendelea, na ndani ya familia, ndani ya jamii na ndani ya mfumo mzima wa haki, kwa sababu katika kila hukumu kuna ujumbe, na katika kesi hii ujumbe ni wazi kwamba mamlaka bila mipaka inaweza kugharimu maisha. Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inaokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, subscribe, like na kushare video zetu, na vile gonga alama ya kengele ndipo usipokee notifications ama alerts kila wakati tunapoleta video mpya, maana hapa ndipo unapokea taarifa zote mpya na taarifa zote zenye uhakiki wa hali ya juu.